Lakini jamaa mbiwe nini? Unashafika yeye. Asema lazima ni swali hapa lazima. Hivi naona kwenye TV watu wako nayo. Basi wanaona kama ndio nembo sasa hivi. Lakini makosa kuingia katika hadithi Sheikh anasema maana yake anaingia katika hadithi ni makosa takiwa funike. Jambo la 4 min al-adabi fi zina, katika adabu katika mapambo, satru ra'si, kufunika kichwa mustahabu, jambo hili ni pendekezo. Kufunika kichwa maana yake usisali alikuwa kichwa wazi. Una kofia. Marra maana imepita pamoja na sisi hadithi yenye kusema fa inna Allaha ahqqu an yutazayyana lahu, haika Allah yeye mwenye haki zaidi kupambiwa yeye. Wa huwa dalilun 'am, na ni dalili ya ujumla ya kuenea. Maana hakuna dalili khas iliyokuja kuelezea lazima ufunike kichwa, lakini kuna dalili 'am la yu'aridu mu'arid, hawezi kuipinga yoyote kujipinga dalili hii. Walaysa min al-hay'ati al-hasanati, wala si katika umbile zuri, wal manzari al-bahi, na mandhari ambayo yenye kuvutia, kashfu ra'si, kufunua mtu kichwa chake, wasairi ala hadhihi al-hal, na akenda kwa hali kama hii, ikanatembea kwa hali kama hii, na wasairi ikanatembea ala hadhihi al-hal, katika hali ala hadhihi al-hal, katika hali fi turuqat, katika manjia huko, jamu ya tarika katika majia, au dukhuli amakin ya ibada, au kuingia katika sehemu za ibada ikakija ikwazi ipendeze. Bali salafu ndio da'wa salaf, yani mwenendo wa salafu salih kwa vichwa vyao vimefunikwa imeleka. Anasema qala Sheikh al-Albani rahimahullah fi tamam al-minna, amesema Sheikh al-Albani katika kitabu chake tamam al-minna, walladhi arahu, na lile ambalo mimi naliona na ndio simamo ambao naenda nao, anna salata hasiru rasi makruhatu, kwa hakika swala ile ambaye mwenye kuweka kichwa chake wazi ni jambo lenye kuchukizwa, ndo hasir. Sababu hasir maana yake yule man la ghitaa ala rasi, yule ambaye hana ghitaa, ana kifuniko. Dhalika, na maana sema jambo hilo ni makruhi, anaona hivyo msimamo wake. Maana yake hiyo katika nini? Akhtaul musalli, katika makosa yenye kusala. Dhalika, na hilo linakuja annahu min almusallami bihi, katika jambo ambalo kwa hakika ni lenye ambalo kusalimika zaidi na jambo hilo. Kusalimika zaidi na jambo hilo, hukumu yake maana yake tunakwenda istihbabu dukhuli almuslimi, ni kupendekezwa kuingia muislamu fi salati, katika swala, fi akmali hay'atin, awe na katika hay'a muonekano uliokuwa kamilifu zaidi, islamiyatin wa Kiislamu. Kwa nini? Lilhadith, kwa hadithi ambayo imekuja fa inna Allah inshallah ahqqu an yutazayyana lahu, yeye ndio mwenye haki zaidi mwenye kufanywa kupendezeshewa yeye. Walaysa min alhay'ati alhasana, wala si katika yani lile umbile lilokuwa zuri, fi urfi salafi, katika urfu, ada na desturi ya wema waliotangulia, itiyadu hasri ar-ra's, yani kuzoea, ndio itiyad, kuzoea ikawa ni kitu ni ada, hasri ar-ra's, kukiweka kichwa wazi. Hilo jambo halijapokelewa, bal hadhihi adatun ajnabiyya, bal hadhihi adatun ajnabiyya, bali hii ni ada ya watu wa kimagharibi, watu kando, watu wa magharibi, makafiri. Tasarrabat, imepenya ada hii ila kathiri min biladi, min albilad alislamiyya, imepenya, tasarrabat, imepenya ada hii ila kathiri min albilad, katika miji mingi, min albilad alislamiyya, miji ya Kiislamu, hinama dakhalaha alkuffar, wakati walipoingia katika miji hiyo makafiri, imepenya ada hii. Makafiri hawavai kitu kichwani kwa Uislamu anaja, hata Allahumma, isipokuwa mtu kichwa chake anaumwa, hapo sawa, lakini sahihi mtu yuko mzima, basi funike kichwa chake, ima avae kofia au kilemba. Na kilemba sio kama ni sunna, bali ni ada tu, usije kulazimisha, kwa sababu kuna baadhi ya makundi mengine dhaifu wanaona lazima uvae kilemba, na kama kuvaa kilemba wewe mubtadi, mzushi. Jamaa tumezidi tena, lazima utikise kidole, na kama utikisa kidole mubtadi, mzushi, liko hilo dhaifu. Tikisa kidole tena kama sikutikisa mzushi. Masuala ya khilafia na ijtihadi, kadhalika masuala hayo, haya ni msimamo wa Sheikh Albani, lakini ni bora zaidi mtu kufunika nini? Kichwa chake. Jambo jingine wa min al-adab, na katika miongoni mwa adabu, la yughatti fahu, asifunike kinywa chake fi salati, katika swala. Hii ni wajibu, lazima kufunika kichwa. Ni vipi? Kinywa asifunike kinywa, ikawa wengine amekikia mkono au amefanya hivi, boswali mtu mmoja anafanya hivi, kwa sababu yake ni batil.
sababu utakaposwali lazima hizi lips zishafatani, lazima zitingisike. Sasa kuna baadhi ya watu ndio wakuta waswali atakayofanya na khushu gonga na bana huyo ana swala lazima zitingisike, na watu wengi wanafanya, lakini tutakiwa tambii. Qala Abu Hurairah, amesema Abu Hurairah Allah miradi, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alikataza Mtume sallallahu alaihi wasallam an yughatti ar-rajulu, yani ile kufunika mtu, maana yake kuufumba, maana yake kufumba mtu faa mdomo wake fi salati ya swala, ima kufumba au kufunika kama hivyo, isipokuwa Allahumma kuna dharura. Sawa, kuna dharura baina mtu ana nini, ana flu, sasa akifunika funika kwa yake na mdomo wake, hii ni dharura au kuna sijui ile zamani ndio nini inaingia corona haya ni mambo mengine. Fala tajuzu taghtiyatu al-fami, haifai kufunika kinywa, sawa, au kibana kinywa fi salati katika sala, illa li hajati, isipokuwa kwa haja, kama hivyo tulivyoelezea. Mithlu an yatadhaaba, pia ni mfano mtu anakwenda mwai inapiga mioyo ile na ile, fa inna sunnah, haika sunna an yada yadahu, ayeke mkono wake ala fihi, katika hicho kinywa chake, li hadithi, kwa hadithi ala fihi, kinywa chake sunna. Sawa, fu min al-asma' al-khamsa, fu ala fihi wala nasuna wa shafna ala fihi, kinywa chake, li hadithi, kwa hadithi idha tadhahaba ahadukum, pindi atakapokwenda mwao mmoja wenu, falyumsik biyadihi, basi na ashike, manake aushike kwa mkono wake wa mwayo, ala fihi, katika kinywa chake. Anaweka mkono wake, na mkono gani anaweka? Unaweka mkono wa kushoto, si mkono wa kulia. Kadhalika fa inna ash-shaytana, hakika basi ya shaytan, yadkhul, anaingia. Katika riwaya imekuja, kwa fi riwaya yadhhaq, anamcheka. Kwa ina maana usimpe nafasi shaytan. Pia katika riwaya nyingine, sijui ile kama sahihi, anamtilia pia mate. Baadhi ya wanakuta baba vipi, kunani huko utakutula, kwa sababu shaytan hii inatokana nini? Inatokana na futuru, uchofu, kadhalika na malali ambao unasababishwa na shetani pia. Na hasa sasa mtu amekula sana, amechoka, na anatoka. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anataka tuizuie. Ukiweza izuie. Ndio ile kuizuia ile. Uizuie huko ndani. Kama waweza, lakini kinyume na nini? Nini ile kwenda chafya. Chafya ni yani ile ni afya. Kina chafya ni shiba ile ya damu inaenda vizuri, bali utakiwa sema alhamdulillah, lakini pia weke mkono. Kwa maana chafya hii mwayo katika sala unaangalia mkono. Kadhalika na njia ya sala utakiwa weke nini? Weke mkono. Na alikuwa hajaweka mkono itakuwa amekwenda kinyume na sunna. Na hiyo nasema alhamdulillah, lakini je, ukisema a'udhu billahi minash shaitani rajim, watu wanasema sio? Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah anaona ni bid'a, kuzusha baadhi ya wanachuoni nasema hajasema. Lakini baadhi ya wanachuoni wanasema hii inaingia katika aya ya Allah kwa nasxu shaitan, yani kama ule uvisiaji wa shaitan. Kwa na hii katika nasxu shaitan, kwa sema a'udhu billahi minash shaitani rajim. Sheikh Ibn Baz rahimahullah anasema ikiwa mtu si ada yake mara moja inatokea, haina shida, wala sifanye ada wala sione kama ni sunna, ama ikitokea kawaida tu ina shida mara moja. Sawa, hasa sama uam wanasema sana a'udhu billahi minash shaitani rajim. Natosha. Wa mimma yataallaqu bi husni al-hay'a, na katika mambo ambayo yanafungamana na ile umbile na namna nzuri, alihtimamu bi tibi ar-ra'iha, kutilia umuhimu katika nini? Harufu nzuri, mustahabu, jambo lenye kupendekezwa na sahihi kabisa. Fala budda an yakuna al-musalli tiba ar-ra'iha, hakuna budi lazima mwenye kusali awe ni mwenye harufu nzuri, baidan, awe mbali an kulli, na kila ambalo lenye raihatun kariha, harufu mbaya yenye kuchukia, yenye kuchukiza. Sawa kana min aljismi, sawa ikiwa ni katika kiwiliwili dhatihi, kiwiliwili yenyewe atakiwa jisafishe, ana majasho, ana harufu mbaya itoe, au min asbabi kharijia, au ni katika sababu za nje, mfano nguo yake au vitu vingine, mfano haya ametoa hapa kathum au thum, yani ile thum, ile kitunguu thum, wal basal, kitunguu maji, wa kulli ma kanat lahu raihatun kariha, na kila ambacho chenye harufu mbaya, yataadha minhu an-nas, wanapata udhia kutokana na kitu hicho watu wa malaika na malaika, basi atakiwa ajisafishe nacho. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man akala al-basal, yoyote atakayekula kitunguu maji, wa thum, na ile athum ni thum,
thawm. Kiswahili nayo saumu. Wao itasema. Sababu Kiswahili ni Kiarabu. 60% wanasema. Kiswahili Kiarabu. Kwa ukisema mimi si Kiarabu sio kushangaa sana. Kwa Kiarabu gani? Kwa hiyo ongezea 40% tu basi kaza kambo ufikie. Lakini 60% unacho si hivyo. Wal qurrat na qurrat ni hivi ni vitumbu maji pori. Ni kama mithili ya majani fulani marefu kama mshakuona. Na kwa malaini kama wanaita special niche sijui gani refu lakini kisha huko mwisho katika kikizi chake ni cheupe. Kila hili kile cheupe kile. Sawa, sio naita hivi. Allah wala hiyo. Baada sabona kama ukiangalia hapa. Sasa hicho wasema fala yaqrabanna masjida. Yoyote atakayekula fala yaqrabanna. Kwa hakika hasa wallahi asikaribie masjida na msikiti wetu. Fa innal malaikata kasabaka malaika tataadha wanapata udhia mimma yataadha minhu banu adam. Katika vile ambao wanapata udhia wanadamu. Yeye maana ndio maana yake ati vimetajwa ni haram kula, la si haram. Al-hurma hapa si katika kula ni halali, ni jaiz inafaa. Lakini wakati wa kwenda kusali itakuwa haifai, ni haram. Imefahamika? Wa idha kana hadha, ikiwa hii ndio huwa al-hukm shar'i, ndio hukumu ya kisheria fi hadhihi al-mubahat, katika vitu hivi halali, kwa sababu al-aslu fi al-ashya al-ibaha. Sawa, ikiwa kwa sababu asli ya vitu ni halali, fakaifa basi vipi yakunu hukmu shurbi ad-dukhan, inakuwa hukumu ya kuvuta sigara ile. Ikiwa kitu cha halali ni hivi, haitakikani uje msikiti vipi kuvuta sigara ad-dukhan moshi. Idha hadara sharibuhu masjid al-muslimin, pindi atakapohudhuria yule mwenye kuivuta hiyo sigara misikiti ya Uislamu, wa adhahu, na sitosheke hapo akawauzi wao biraihatihi, kwa harufu yake. Wanavuta ile sigara, mtu ananuka na ile hata acha mdomo akiwa anamvutaje sigara, akipigwa na mvua hapo kama kuku alipigwa na mwanga anatoa ile harufu. Au sio kweli nyama? Na ile sigara ina ajabu, nyinyi mjepeleleza, mimi nipeleleza vitu vingi. Hata kwa kutajisikia hata vidole vyao viangalieni kwa vidole viko chini vimefifia mpaka vidole vyangu vififia vyeusi. Lakini ukienda ukichunguza kwa sababu mara ndio unafanya research fanya uzuri utakuza kupiga kuona, lakini yani anaungua kwa sababu anajitia nini, anajitia moto. Nyie mwangalie, wewe mwangalie na mtaji bangi, angalieni vidole vya chini vile vile, anajiumiza. Na katika Uislamu la dharara wala dhirar, hakuna kuvuga wala kujidhuru. Qaida kisha kwambia mimi nitaka dalili ya haramu, na sisi tunajua mkaraha makruhu. Sasa hiyo ukaraha mfanyia nani? Na Allah sema wakaraha alaykum al-kufra wal-fusuqa wal-isyan. Na al-karaha inda salaf manake nini? Haram. Wakaraha ilaykum. Sasa mfanyia nini hiyo karaha? Wamfanyia Allah wewe, basi makruhu simfanyie Allah. Wanapiga ile tumbaku kwa sababu asili ya sigara ni tumbaku. Kwa tumbaku sigara ifai haram. Fahadha huyu qad talabbasa bi amrin, ameivisha na kujitwesha jambo ambalo muharram la haram shar'an, kisheria sasa ni haram sigara. Lima fihi min madarrati bisiha, katika yale ambayo yanapatikaniwa ndani yake katika madarrati bisiha, madhara ya kiafya siha, wa fihi, na ndani yake idha'atu lilmal, kupoteza mali. Lao yule mvutaji sigara kama ataweka ile pesa yake, wanasikia wanapiga hesabu wa vijana, yani yule basi baharesi kwa nyuma kwa utajiri, anakuendesha kwa mzima, hakuna tena kelele, sitembe, hakuna tena pembe liko sana, barabara ziko. Yule mwenye kufanya nini? Mwenye kula sigara, lakini haeki maskini, yeye amna sigara, lakini kama niko na kibubu chake mwenyewe anatia mule. Na mtu kwa siku nyingine, mtu anaweza kumwambia mimi bwana kama sijapata pakti moja, siwezi. Na wengine wanafanya istihzaa. Sasa wakikuona wewe kama ni ustadhi, ukishapana naye meli, ndio hapa ndo kumpatiliza, kwa sababu kwa mimba atupiga sana kuja na mimi ni sasa kule ni mtia adabu. Anaweza kusema sigara haram, akavuta pale kisha anamtia musha. Sasa jamaa mmoja anasema hivyo, sasa jamaa nyumbani nipana naye meli, anasema leo mimi nataka nimpate. Na njombo kikabla tukutana tu. Sasa akasema wale kwanza achelewa kufa. Wale ndio wanaochelewa kufa si nani? Likimu kwa mjua Allah mrehemu. Likimu akonde wale kufa si miaka mingapi? Angalia Likimu alikufa kafa muda mrefu. Allah mrehemu anasema kwa
kosa si wale mtu achelewa kufa ni makusema akasema hapo akasema mara mbele mpaka nikaondoka. Lakini asili ni kuwa unapoteza mali bila nyoko kujua masili. Lao nipiga hesabu yake ile sigara na mtu pakiti moja mtu anaondoka sasa. Haramu juu ya haramu. Yeye mwenyewe anajiumiza, kadhalika anaumiza afya yake, anaumiza na yule aliyejirani yake, kwa sababu na yule sigara naye wanasema yule anayepata ule moshi ni hatari kuliko ile mvuta. Na wale washakwambia sasa hii ni hatari kwa afya yako, bali akhtar, ni hatari zaidi, lakini hawajui. Anasema kadhalika wa huwa muskirun taratan, nyingine huwa ni kilevi, ni venye kulewesha, mtu analewa. Wa mufattirun, kadhalika ni chenye kutia uchovu, mina futur, maana yake uchovu kutokesha mwili. Taratan, muda mwingine muda mwingine mtu anachoka. Sigara ambao na vitu. Wa huwa aktharu adhiyatan, nayo hiyo sigara ni katika vitu ambavyo venye kuudhi zaidi, mina thum, kuliko thum wal basal, na kitunguu maji, kitunguu saumu na kitunguu maji. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam yakulu, anasema man adha almuslimina, yoyote atakayeudhi waislamu, fi turuqihim, katika njia zao, wajabat alayhi la'natuhum, inawajibika kwa wao laana yao, inawajibika kwa watu hao wenye kuudhi laana ya Uislamu. Subhanallah, laana sawa. Na Mtume alayhi salatu wasallam anasema almuslim man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi. Kwa maana usiudhi Uislamu wenzako, mtu asiudhi kwa vitu kama hivyo. Falyahdhar almuslim, basi atahadhari Muislam, min arwaih alkariha, kutokana na harufu mbaya alati ambazo tuudhi almuslimin, zinawaudhi Waislamu. Mafhum? Barakallahu fikum. Wa mimma yata'allaqu bi husni alhay'a, na mambo mengine yenye kufungamana katika ile umbile lilokuwa zuri, as-siwaku, ni mswaki mustahabu, jambo hili lenye kupendekezwa. Wa huwa min mukammilati at-tahara, nao ni vitu vyenye kukamilisha tahara. Yanahu tanzifu lilfami, nalo ni jambo lenye kunadhifisha na kufanya tanzifu ya kinywa. Waqad raghaba fihi an-nabii sallallahu alaihi wasallam, na kwa hakika amelipendezesha jambo hili, sababu kitendo hiki kija raghaba fi, bi maana ni ile kupendeza na kupenda kitu. Ikija raghaba an, ni kuchukia. Kama yadhghabu an millati Ibrahima illa man safiha nafsahu, raghiba ikija kwa amependezesha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa Abi Hurairah, kutoka kwa Abi Hurairah, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, hakika Mtume sallallahu alaihi wasallam qala, amesema laula an ashqa ala ummati, lau nsindi onelea tabu, wengine nasema nsindi uyatabu umati wangu, la amartu, ndio amrisha wao kwa hakika, bisiwaki, kupiga mswaki, inda kulli salati, katika kila wakati utakapokwenda katika kusali. Pia ni kule nyingine, inda kulli udhu'in, katika kila anapotia udhu. Kwa zote ni sawa. Wakati wa kuswali pale mtu akatoa mswaki wake, mfano akapiga ule wajiti, ndio mzuri zaidi. Sina brush kurushia makovu, njoo na jiti, piga jiti lako ile vizuri, haina shida. Imefahamika? Kwa ni vizuri, haina shida. Na watu wengine wanafanya siza, bwana miswaki sipige, msipige, hadithi ikuje unapiga wakati wa kuswali, napiga, haina shida. Mtoto vipi ule brush nini? Mzuri unaozo ule. Mlaini ule, napiga, haina shida. Na inasafisha kinywa, na watu wengi hatuna afya ya kinywa. Lakini lao tulifuata haya maagizo ya Mtume alayhi salatu wasallam, vinywa vyetu vilikuwa safi kabisa. Ndio akasema tena katika hadithi nyingine, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, as-siwak, mswaki, mataharatun lilfami, ni mswaki ni wenye kutoharisha kinywa. Na hii ni sahihi wallahi. Mardatu lirabbi, na mswaki ni wenye kumridhisha Allah. Maana unazungumza naye, unafanya munajat, unamnong'oneza Allah, aliyakuwa nini, una harufu nzuri. Walisiwaki, na mswaki una fawaidu kathiratun, faida nyingi ghairu dhalika, zisizo kwa hizo. Dhakara ahli ilmu, wazitaja nachoni fil kutubi wal ashritati, katika vitabu vikubwa na kaseti hizi tasjilati. Ningia kidogo katika afya au tuendelee? Wapi dunia? Lakini hii dunia hii ni akhira, dunia sasa katika masuala ya kinywa. Mswaki wasema wao, lakini tuendelee nao hivyo. Tengine nao mambo ya kijinga tengine, lakini mswaki wanasema wao, lakini mswaki bora usipige mswaki asubuhi kuliko mswaki ukitaka kulala. Umefahamu? Kwa sababu
Wanasema yani ile pilika zote za asubuhi, mchana, mizigo yote na usiku umeshakula wewe, mabaki yanabakia. Unataka kufanya hata kwa siku tu mabaki lazima yabakie. Kwa hiyo akibakia mabaki maana yake mzigo wote ushaunamiza nini katika fizi. Katika meno kuna bakteria. Hao bakteria wapo, yani Allah amewajalia wapo tu. Chakula chao ni kuwa wewe utakapoweka uchafu wanakula. Wakishakula wanakunya. Wakishakunya ni acid. Acid ndio meno yanapata kashia. Meno linauliwa na kashia na susa. Ambao na susa naye anaingia hapo. Susa ni ule weusi. Analitomoa susa lile katikati mpaka analimaliza katika, inafika mpaka katika ule mshipa wake. Ukifika mshipa huo hapo tena ulali tena. Jino. Hakika na daktari kifika hakwambii kama jino linatengenezwa. Jino weka vizuri, na vitu pole la tolewa. Lakini jino halitolewi. Lakini wewe una pesa. Unaweza kufika laki moja kutengeneza. Sio unafikiria. Kwa hapa uzuri zaidi tupige mswaki wakati tunapokwenda msikitini ili yale mabaki fanya nini ondoke. Kadhalika tukilala tufanye tusisahau kupiga mswaki kiafya. Kadhalika yale ambao meno yake mtu ameshaathirika, basi kuna njia nyingine ya kusafisha meno, kwa sababu zikasha mnazo zinatoa harufu. Hapo ni weupe na kadhalika na ule weusi. Sana wale watu wanakunywa kahawa na wenye kunywa sigara weusi. Kwa maana aende akasafishe meno, kusafisha ni fardhi. Nice. Kusafisha ni fardhi. Kwa yale meno ukisafisha maana zile harufu mbaya zote zinatoka. Kadhalika ukipiga mswaki usisahau kupiga ulimi, kwa sababu ulimi nao unatoa harufu. Lile jeupe linaloona lile, mtu akifanya hivi linatoka upe. Lile ndio ambalo linatoa harufu. Kwa hiyo ukipiga mswaki usisahau. Piga sampaka kule mwisho. Piga toa ule uchafu. Umefahamika? Mtasamee inaingia katika masuala ya dunia kidogo. Na mswaki tusiguse hapa. Ndio maana ile mswaki nyingi ni bora zaidi kwa sababu baada ya jino kwa jino, kama wanasema jamaa, jino kwa jino vile basi. Ndio ile unakusudia, hakusudia jino kwa jino kama ngangari, jino kwa jino tupige mswaki jino kwa jino. Ngangari atoki mtu hapa. Hasa masala. Kwa hiyo maana upige jino kwa jino, hata brush piga jino kwa jino. Ukishapiga unapiga huko kwanza unaanza kulia meno ya juu. Kisha unakuja kulia tena meno ya juu. Kwa ndani huko kisha unakuja magego. Na ndio meno ambayo yanauliwa zaidi na wadudu. Kisha baadaye unapiga meno ya chini. Usipige chini kisha kwa juu. Ukipiga chini kisha sababisha kisha unakuja juu. Maana yake sasa yale mabaki yote kwa nini? Unarejesha tena chini. Unaanza juu kisha unakuja chini kisha unapiga na ulimi. Kisha kalala. Ukiamka ni sawa na sehemu karo ambayo ulisafisha usiku kisha kabaki nini? Mabaki ukipiga mswaki mambo yote yanakuwa sawa. Imeleka ifwa. Nifahamika. Kwa hiyo maana kinywa ni muhimu sana. Na katika vitu ambavyo vinaondosha heshima ni kinywa. Kwa sababu unapoongea ikawa unatoa harufu mbaya, ina maana unajishushia nini? Heshima. Unapokuwa na mwenzao ikawa una harufu mbaya jasho, unajishushia nini? Heshima. Na wewe ushakuwa mzee wa watu, usijishushie heshima. Kwa sote kama ni tuhakizi usafi. Gari tutafute kliniki hizi za meno, twende tuangalie vinywa vyetu. Na kwa sababu mtu ana kliniki kwa nini na mimba mie? Ndio mwanamke. Wewe unaona mtu ukitaja kliniki akili yake kwani mimi ni mjamzito ndio kliniki? Kliniki si mjamzito tu. Kliniki kuna kliniki ya meno, kuna kliniki ya sukari, si hivyo? Kwa hiyo mkojo kwenda kliniki za meno, madaktari wa meno wako, angalie mtu jino, kwa sababu jino pia likiwa lishaliwa na susa huwa linatoa harufu mbaya sana. Kwa sababu tayari lishakuwa bovu. Kwa inshallah na mambo mengine. Min adabi al-khuruj ila al-masjid, adabu za kutoka kuelekea msikitini. Haya na masuala mapana sasa kutoka kuelekea msikitini. Al-mubadaratu bil-huduri ila al-masjid, kufanya haraka kuhudhuria katika msikiti. Uje mapema, mustahabu ni jambo lenye kupendekezwa. Fa inna al-mubadarata ila al-masajid, kwa sababu hakika kufanya haraka kuelekea al-musara'a, kufanya haraka kuelekea msikitini, dalilu hii ni dalili ala ta'dhimi salati, kuyadhimisha sala. Kadhalika wa ta'alluq al-qalbi bil-masjid, na kufungamanisha ule moyo na msikiti, na hadithi tumepita kule wa rajulan ambaye wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid au bil masjid. Kadhalika wa fil mubadarati, na katika ile kufanya haraka kuelekea msikiti, fadhail, kuna fadhila wa fawaid na faida kathiratun nyingi, minha miongoni hizo yakunu al-mubadiru, anakuwa yule mwenye kufanya haraka min as-sab'ati alladhina, wanaingia katika wale watu saba ambao yudhilluhumullahu fi dhilli, Allah atawafunika wao katika kivuli chake, yauma la dhilla illa dhillu. Wa rajulun, na mtu ambaye qalbuhu moyo wake muallaqun, mwenye kufungamana fi masajid, katika misikiti. Ai manake mtu huyu shadid al-hubbi, ana mapenzi sana, au shadidul hubbi laha,
ni mwenye mapenzi mno sana na hiyo misikiti, wal mulazamatu liljamaati fiha, na mwenye kulazimiana na jamaa katika hiyo misikiti, usikose jamaa. Anna almubadira, yule mwenye kufanya haraka na kupupia, almusari fi salati, katika sala, man tadhara as-salata, huyu anaingia katika yule ambaye mwenye kusubiri swala. Sawa. Kadhalika jambo la tatu, watusalli alayhi almalaika, wanamuombea rahma malaika, kwa sababu swala ya malaika kama Allah wasema, ya ayyuhalladhina amanu sallu sallu wa sallimu, sababu aya hivi sallu alayhi wa sallimu taslima. Pale inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi, sema hivyo. Swala ya malaika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam nini? Al-istighfar, kumwombea msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na swala ya Allah kwa Mtume wake nini? Athanau alayhi, ni kumsifu inda al-mala'i al-a'la, bila malaika. Wa salatu al-malaika nini? Al-istighfar, ni kumaafwa. Na swala ya malaika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam maana yake kumwombea dua hii. Kadhalika na viumbe vile vile, tukiambiwa kwa malaika na swala ya viumbe, maana yake wanaombea nini? Dua na msamaha mbele ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana wanamuombea msamaha maadama muda wa kuwa yantadhiru salata, anasubiri nini? Anasubiri swala, akijamzuia chochote isipokuwa hicho. Fa fil hadithi muttafaqin alayhi, katika hadithi ambayo wameafikiana wanachuoni wawili al-Bukhari na Muslim, inna ahadakum, hakika mmoja wenu, fi salati, yuko katika swala, maadamat as-salatu tahbisu, muda wa kuwa swala inamzuia yeye. Wanachuoni wanasema hapa swala, wanasema ni ile sehemu aliyoswali al-musalla, ile sehemu aliyoswali swali yabaki pale. Na baadhi ya wanachuoni kama Sheikh Al-Uthaymeen wengine wanaona kuwa muda wa kuwa ni musalla kuingia msikiti mzima, ameswali amepata haja, akaenda sehemu nyingine pia anaingia katika swala. Wal malaikatu taqul, na wale malaika wanasema, Allahumma ighfir lahu, ewe Mola mlezi msamehe huyu, warhamu, na mrehemu huyu, ma lam yaqum, muda wa kuwa hajasimama yeye, min salati, kutoka katika swala yake, au yuhdith maana yake hajazua, maana yake min al-ma'siyah, katika maasi hajazua maasiya au bid'a, au yuhdith maana yake hajafanya nini? Hajatoka na hadath, maana yake imma hadathi ambao inawajibisha kutia udhu, ametoka na upepo, ikhraju bihi, ametoka na upepo, au hadathi ambayo inawajibisha nini? Yujibu al-ghusl, inawajibisha kuoga. Pengine amefanya tafakuri, amefikiria na tayari mnara kufuli, maji yamejaa, ameosha bani, atakia apikiwe nini? Apikiwe futari. Akaja huko pengine sala isha, yeye afikiria vyema mengo atuko mpaka akaharibu mambo, pia anaingia. Anaelezea wanachuoni shurahu alhadith, imefahamika. Kwa huyu naye akifanya hadithi hii, na hii tunasema ndo akrab kuliko ile ya mwanzo, kwa yuhdith maana yake ni bid'a na vitu vingine. Sawa, akifanya hivyo basi hapo hataombewa tena, atabidi akatawadhi au na muda kwa hajasimama akaondoka, au hajasimama ikaswaliwa ile swala, zote zinaingia.